Watu wengi ambao wanaugua tatizo la kuvimba kwa tezi dume au wana saratani ya tezi dume mara nyingi sana huwa pia wanakumbana na tatizo la figo zao kufeli. Hii inatokeaje? Hii inatokea kwamba kwanza lazima ujue kwamba tezi dume zikivimba huwa zinavimbia kwa ndani, yani zinavimbia kwenye kubana ile njia ya kupitisha mkojo. Kwa hiyo mkojo mwingi unakuwa unabaki katika kibofu cha mkojo na ule mkojo kidogo ndio ambao unatoka nje. Kwa hiyo kile kitendo cha mkojo kubaki mwingi katika kibofu cha mkojo, kwanza inaenda kutengeneza UTI za mara kwa mara, lakini pili, mkojo huo unapozidi kuwa mwingi mara kwa mara huwa unaanza kurudi kule kwenye figo ambapo tayari ulikuwa umeshachujwa. Kwa hiyo kitendo hiki kama kitaendelea kwa muda mrefu, ule utendaji kazi wa figo ushindwe kufanya kazi kama inavyotakiwa, na hivyo inaenda kumpelekea sasa mwanaume huyu kuanza kuugua au kupata matatizo katika figo zake, na mwisho wake figo zitashindwa kufanya kazi kama zamani na zitakuwa hazifanyi kabisa. Sasa hapo mgonjwa ataanza kujikuta kwamba tayari ana ugonjwa wa nini? Wa figo kufeli. So mwanaume, endapo wewe ni mwanaume ambaye umekuwa na changamoto katika mfumo wako wa mkojo, unakuwa unapata changamoto katika kuanzisha mkojo, unashindwa kuzuia mkojo wako unatoka mara kwa mara, unakuwa na maumivu wakati wa kukojoa, hizo zote ni dalili za kuvimba au saratani ya tezi dume. Kwa hiyo ukianza kuona na hizo dalili, basi ni vyema ukaenda kufanya vipimo, lakini pia ukatafuta tiba nzuri na sahihi ili uweze kupona tatizo lako. Kama ni mwanaume ambaye umeanza kupitia hizo dalili au tayari una tatizo la tezi dume, unaweza kuchukua namba yangu bao ukanipigia nikaweza kusaidia jinsi gani ya kutatua hiyo changamoto bila shida yoyote.